katika jina takatifu la Mungu wa Israeli, tunashukuru jina lako na kulitukuza. Asante kwa upendo wako, asante kwa nafasi na wakati huu. Pokea heshima, pokea sifa. Hiki kipindi tunakuja mbele zako, tunaenda kusikiliza neno lako, libariki, liingie ndani ya watu hawa, na ili kusudi likaweze kuvunja mifungo na minyororo ya kila aina. Kwa neno lako vyote viliumbika, vinavyoonekana na visivyoonekana. Utaomba mambo ya kiajabu ya kupendeza katika mioyo ya watu hao wanaosikiliza na kupokea ujumbe huu mchana mwema wa leo. Pokea heshima, pokea utukufu ukiwa kwenye kiti chako cha enzi, na matumaini ya kwamba kila mmoja apokea hapo hili neno litaenda kumpatia hekima na maarifa ya kufanyika chombo cha dhamani kesho. Maana Mesia mwana wa Mungu ukasema ya kwamba tumekwisha kuwa wasafi kupitia lile neno ulilolinena. Yohana 15. Basi najua ya kwamba hili neno litatakaza, hili neno litakamilisha kila mmoja wetu na litamwelekeza. Na sifa na shukrani zikakurudia. Litambariki mtu, litaenda kumfungulia njia za mtu milango, na njia za mtu zitaenda kuwa na ukamilifu wako. Pokea heshima, pokea utukufu. Na ni kwa jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu tumepata kuomba. Nashika mateka roho yote ya confusion. Ufalme wote wa giza. Mapepo na mizimu za kila aina hazina mamlaka na hazina nafasi. Roho ya confusion, roho ya kulipinga neno ndani ya watu hawa haina mamlaka na haina uwezo. Maroho machafu ya chuki, maroho machafu ya kuiba mawazo na akili za watu wako hazina mamlaka. Roho yote ya shughuli za dunia ili ambayo huiba neno la Mungu ndani ya roho za watu haina nafasi ndani ya watu hawa, katika jina takatifu la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliyeishi kushukani. Wewe uliye mtakatifu wetu, shukani na ukapata kutukomboa na kutufungua na kutufundisha kwa uwezo wa Roho wako Mtakatifu. Na kwa jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu tumeomba na atakusandia. Amen. Basi kupitia hili neno litakuponya, litakuelekeza. Nataka kuzungumza kitu kinaitwa The Obstacles of Your Blessings Part 1. The Obstacles of Your Blessings Part 1. Maana kutakuja part 2 ya message hiyo, manake ni mrefu sana na itasonga na mbele, na Mungu wa mbinguni akubariki na kutendea mema. Kwa wale mnaandika, kwa wale ambao mnaweza kuwa na time hiyo mnasikiliza, mnaandika mahali utarudia kusoma. Nitaanzia kuzungumza kuhusu kitabu cha Zaburi 1. Leo ni tarehe 9 mwezi wa kwanza mwaka wa 2022. Jina langu ni Stanley. Mimi ni mtumishi wa Mungu. Niko hapa nigawane na wewe neno la Mungu hilo ili likaweze kupatia nuru ya kusonga na mbele kule kuna giza, na ili likaweza kusimamisha mwenyera ini ya kiuga gwatia imatawa manyu tondu ndumekirie guka ori ni ukite na ni kinyite riu ni matawa mago yakiatawa situ tutuike ya kurugamia Ngai na roho wa Ngai na rĩtwa rĩa Ngai rĩkũgocithio. Hallelujah, amen, hallelujah, amen. Zaburi 1 mstari wa kwanza. I'm saying, ama ninasema, nazungumza the obstacles of your blessings part 1. Vizuizi vya baraka zako, ujumbe wa kutangulia. Zaburi 1 kuanzia mstari wa kwanza ndiyo itatupatia mwelekeo ya kujua vitu zile zinazuia baraka hizo. Nataka mtu mmoja atumie ile Kiingereza tu, unifungulie hapo kwa lugha ya Kiingereza, kwa sababu kuna mtu hapo na Biblia ya Kikuyu, somebody Kiingereza tu, Kiingereza. Hebu ni some hapo verse 1. Somebody there, somebody there with me. Blessed is the man who walks not in the counsel of the ungodly. Kubarikiwa ni mtu yule asiyenenda katika njia ama katika sauli la wasio haki. Hebu nirudi hapa nizungumze kidogo, kwa sababu kubarikiwa ni mtu yule asiyenenda katika njia au kufuata ushauri wa watu wasio haki, ungodly. Yako inasemaje? Blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly. Yes. Kubarikiwa ni mtu yule ambaye asiyekwenda katika shauri la wasio haki. Kwa hivyo baraka ndiyo ingia kwa maisha yangu au kwa maisha yako. Kitu kinachohitajika, obstacle ya kwanza inayopinga baraka yako
yako ni watu wasio haki, Utoke kwao. utoke kwao. If you want to be successful man, if you want to be a blessed person, and when I'm talking about to be being a blessed person, si mtu aliye na magari na mashamba mingi, no. I'm talking of the person aliyejawa na amani, hata kama hana magari, hata kama hana vitu kubwa kubwa. Haleluya. Amen. Tuko pamoja jameni? Ndio. Kubarikiwa kitu ya kwanza ni amani Na Mungu. ya Mungu. Maana watu hawana amani, wana vitu na hawana amani. Amen. Amen. Are we together? Yes. Wakati Israeli alikuwa akihangaika, alihangaika sana kwa sababu ya kukosa nini? Amani. Kitu kinachoitwa peace. Halo? Peace inaondolewa na adui, peace inaondolewa na njaa, peace inaondolewa na mapigo na tauni, vitu kama hizo. Haleluya. Nataka tu nisaidie roho yako. The obstacle ama kile kinapinga kisingiti cha baraka yako. Yes. Kinachopinga baraka yako ni nini? Part 1. Number 1 nimekuambia ni kitu kinaitwa watu wasio haki. That is scripture. Ni neno la Mungu linasema hivyo. Basi ujue kama unataka kwenda mbali na kupokea baraka za Mungu, manake amani yako inaweza ikaondolewa na watu wasio haki, wakuonyesha kwamba kile unachofanya kwa jinsi ya amani si sawa. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Are we together? Yes. Tuko pamoja jameni? Ni shauri la watu wasio na haki. Ukienenda katika shauri ya watu wasio haki, watakutoa kwenye baraka yako. Kuna ndanda alikuwa na relationship nzuri, inavunjwa na watu wa kutembea na kijana alikuwa na kijana mzuri sana wa wana wafunge harusi, lakini inavunjwa na kutembea na katika group ama kanzo ama kikundi cha watu wasio haki, adu ama koro. Siku hizi nasikia wanaitwa timu ya maro chafu. Are we together? Yes. Na hapa ndipo inachukua usemi ule tunasema muserana mukundu akunduka gotaki. Am I talking to somebody jameni? Muserana mutamna mukundu akunduka gotaki. Kai moto isio. Muserana mukundu aikaga atia? Akondoka gataguo. Akunduka gota mukundu ucio. Uwezi kana mvuta bangi ukoanza kusikia harufu yake. Ama ikuingie. Ama uvute ikiwa kwa yeye. Hata daktari wanasema the more unakaa karibu na mvuta sigara, the more unavuta nyingi kuliko ile anavuta ndani. Kwa sababu unavuta pamoja na oxygen. Yeah, yako unavuta pamoja na oxygen. Yote ndani. Na yake ametoa, yeye anarudisha oxygen. Halo? Hello. Yake anatoa, anarudisha oxygen. Na wewe ukivuta na vuta yako pamoja, Sasa inaingia kabisa. Inaingia kabisa. Na tena inaingia andasiri kwa sababu sasa ionekani moshi. Inaingia ikiwa imejificha, ni harufu peke yake utasikia. Halo? Tuko pamoja? Nisikilize. Kutembea katika shauri la wasio haki, number 1. Mtu asiye haki ni nani? Nisikilize. Deuteronomy 28 verse 1 inasema hivi: mtakapotunza na kusikiliza na kuyatenda yote niwaagizayo katika Torati hii, mtabarikiwa mkitoka na mkirudi, mkiingia. Mtabarikiwa mashambani, kwa mifugo yenu, na mjini kwa fedha. Yani, imagine with me, unatoka unabarikiwa, ukitoka unatoka na amani, unarudi na amani. But ni wangapi leo wanatoka na amani wanarudi na amani? Hakuna. Wengi wanatoka bila amani, wanaenda kukaa kwa kilabu, kukalia viti zingine siko juu hivi. Wakiziita ndizo sina taabu. Na taabu ile wako nayo ndio mingi kuliko wao wenyewe. Ndio imeinua hiyo stool. Yeah, ndio imeinua hiyo stool huko juu. Wako majuu sasa kwa taabu kabisa. Unisikilize kwa makini. Sina taabu. Ametoka na bila amani, anarudi tena asubuhi bila amani.
Sababu baraka si kuwa na gari kubwa. Waweza kuwa na gari lakini unatembea hata si wewe uko hapo. Waweza ukawa na mashamba lakini si wewe uko hapo. Wewe walikuondoa wakakuondolea amani, sasa unaishingi kitu kingine ndani yako. Kitu inaitwa mangaiko na masumbukano. Na uchungu. Sasa unaishi maisha ya uchungu. That's why utatafuta dawa ya stress kila kuchao. Stress inasababishwa na kukosa amani. Overthinking, kustruggle kwa mambo mengi. Then ikishaingia inasababisha magonjwa. Magonjwa ikiingia mauti imekuja. Hello? Mauti ikiingia jehanamu inakungoja. Sababu gani? Sababu mahali pale hakukuwa na amani. Kama ulikosa amani katika njia, unataka kuniambia uko mbele ndio kuna amani? Kwa sababu uko na amani pia na Mungu hamjapatana. Hamkupatana hapa duniani, utapatana naye mahali unaelekea. Hakuna ushirika. Sasa nataka tuongee kitu kimoja. Watu wasio haki ujichunge na wao kama unataka kupata baraka ya Mungu. Amen. Nisikilize. Mshene utaipata kwa majirani. Najua utanipenda kwa hiyo. Mshene utaipata kwa majirani. Ni nani amechaguliwa cha chief? Nani anasimama kuwa MP area hii? Nani hata news zimesema nini? Ni mume upi anapigwa na bwana yake sana? Hiyo mshene yote utaipata na ni mume upi anapigwa na mke wake sana? Ni mke upi anafanya umaraya sana kwa hii area? Hiyo mshene yote utaipata kwa majirani. What is wrong wewe? Are you okay? What is wrong? Mshene utaipata kwa majirani. Lakini neno hili nakwambia, wenye haki, it is impossible kupata watu wawili kwa ploti mahali unaishi, hata kijiji yenu. Watatu wamekaa 30 minutes wakizungumza habari za Mungu. Tafuta moja uniambie. Tafuta, na ndio maana nimekuja nikuongelesha. Nini kinaua baraka yako? Maana kama umeenda ukakaa chini na wao, ile mambo mnaongea ya watu wasio haki, ndio utake kujua ukweli. Kila nasema mara kinasema hivi, watu wawili waliokaa pamoja wakaongea habari zangu mimi, Mungu nilituma malaika akachukua kitabu ya kumbukumbu ikaandikwa. Kwa hivyo kama kuna watu wenye haki wakaongea pamoja, masaa ya hatari utaitwa mbarikiwa. Haleluya. Come on. Wengine wakiimba ni Januari kumeharibika, utakuwa unasema Mungu wako ni Mungu asiyeshindwa, hatembei na kalenda ya Gregori ya Januari, anatembea na kalenda ya mbingu yenye Isaka alikula na akanywa wakati ya kukuwa na chakula na mvua. Amen. Hello? Yes. Tuko pamoja jameni? Tuko pamoja. Are we together? Yes. Nilikubariki. Uliona muujiza. Ukipuuza, it's up to you. Nilikwambia enda na utapata. Alikuwa ananisumbua simu, sasa si ujaribu tu, hata usipigia Pastor Gwantai, umuulize tu vile tunaweza fanya, sijui tuende Modhorwa, tuanzie wapi, tufike. Nikamwambia wachana na mambo mengi. Nimenena baraka, amini. Enda. Bali kulikuwa kumefungwa mlango, akaambiwa karibu. Uende, utakuja siku nyingine. Bwana Mungu akakutangulia. Amen. Hello. Are we together? Ulipata ulichohitaji? Wakati unaenda vizuri na wenye haki. Wacha nikwambie kile hata ndugu yako anaweza kutoa kwa baraka yako kama hujui. Ni siri na kupea. Si ndugu, nimesema mama na baba. Mama na baba mzazi. Yule amekunyonyesha na amekuzaa. Anaweza akaacha mwana aliyezaa. Lakini mimi Mungu siwezi nikakuacha. Unisikilize, mtu asiye haki ni yeyote. Yeyote asiye haki. Kama ni mke wako anaweza akakutoa kwa baraka bado. Kweli. Kama ni mtoto wako anaweza akakutoa kwa baraka bado. Kweli, hiyo nimeona. Are you together? Tuko pamoja jameni? Sijui kama kuna familia mliona imeshikwa sababu ya corruption pamoja na watoto. Kuna gavana alishikwa sababu ya corruption, mtoto yake akashikwa. Ni mtoto wake ama ni mke wake? Yeye na mke wake. Sitaki kutaja jina. Ni hivyo, usitaje jina, mimi sijasema utaje. Najua unajua.
Mlisikia kwa news. Wakapelekwa hapo wote pamoja. Sasa ule alianzia ndiye aliingiza mwingine. Ambia mwenzako you must be very careful. Ujichunge sana. Ambia mwenzako ujichunge sana. Ambia jirani yako wewe sobe. Ambia mwenzako ujiadhari. Ambia mwenzako uimenyerere muno. Ndukanino ni tho ici. Atukuzwe Mesia. Amen. You know, hata ndugu yako hata rafiki yako wa karibu ule ambaye unaona kama ndiye rafiki yako, as long as mtu huyu si haki. Haki ni nini? Ni mtu asiyetenda haki, ni mtu ambaye anaenda katika mienendo ya kujiongoza na hataki kusikiliza Mungu. Kwa njia nyingine matendo yake yote ni chukizo mbele za Mungu. Hello? A wicked person. And this person, an ungodly person, kwa njia nyingine tunaweza kumuita ni chawa na Shetani. Sababu ungodly means huyu mtu ni adui wa Mungu. Kwa hivyo ni agent mwenyewe. Are we together? Ungodly person ni mtu ambaye hata habari za Mungu hana haja nazo. Are we together? Yes. Ni mtu ambaye ukimwambia tushikane mikono tuombe, anakuambia mimi sikuombea Bwana yangu ndio nipate. Nilienda kule Kitui, nikakuja nikiwa nimesimama, yeye akasimama mzuri mbele zangu, nikamwambia lazima utakuwa unafagia nyumba, na akafagia. Amen. Hello. Ena ando twathire muthenya umwe igongona-ini, tukisema nina ajoi wake gogo-ini. Zile maneno alituambia tulibaki kucheka zote. Eti mama ametoka kule Nyeri mahali akaenda akaambiwa na mtu mwingine hizi tubarua unaona tunawekwa huku twa kuna mganga, daktari, whatever. Akaenda akachukua simu akaenda na mwingine. Msiarana mkondoa kondoka kwa take. Otagua kondoka kwa otagua. Sasa akaondoka akaenda akafika pale akachukua ile kamote alikuja nayo akawekea bwana yake kwa chai, maana alikuwa ameambiwa bila ataweka kwa chai. Bwana akue sasa ni wakutawaliwa na yeye, kila kitu kileta pesa ni yeye, anapanga si wewe tena. Yaani unataka kubadilisha shingo ifanyike kichwa. Inawezekana? Ndio mnajaribu sana kwa mambo yote. Akaenda akaweka chai hapo. Ile chai bwana yake kitambo naye mikono akuja kwa chai. Si unaelewa kishaki tunguitu unakuja kujaga. Kakakuja kakaribia kakanusa. Kalipo nusa kikombe mzee angekunywa, mama ambiwa chukua hii chai mwage pale. Mungu atakosi vitu zingine tu ndio aokoe nafsi ya mtu wake. Haleluya. Alipoimwaga pale, anajua vile atatengeneza ingine. Zibando hajamaliza vitu zake. Hajamaliza mission. Alipoimwaga pale, sasa upo ikaenda ikaramba na punda akaramba iko kwa nyasi na mbuzi ya karamba. Alianza kufanya ile tabia mzee angefanya. Ikaleta shinda kwa mboma, wazee wakaitwa. Kesi ilifanywa mchana ya kuvunja nyumba na wazee. Ndio aliulizwa hii chai mbona imefanyika hivi? Mbona wanyama wote wameramba kumekuwa hivi? Kumbuka mbwa ameramba, pale chini imemwagwa kwa nyasi, mbuzi amekula ile nyasi, punda amekula ile nyasi. Sasa wakaanza vituko kwa mboma. My friend, ilibidi wazee waingililie. Kujeni mtuareze. Na wao utaniambia ukweli. Hapo ndipo alisema mahali alipoenda. Msiarana mkono. Nikukusaidia na kusaidia wao unanisikiliza. Sababu watu wengi amuendee uchawi sababu mliamua nyinyi. Nikupelekwa. Mlipelekwa. Mtu akiharibika anaharibika akiwa na mwingine amempeleka kwa kuharibika. Mtu akiwa mzuri anakuwa mzuri sababu amepata mwingine wa kumpeleka kwa uzuri. Nimekuja mimi nikuwe mtu wa kukupeleka kwa mazuri. Kwa Yesu. Halo. Ukikubali utapata baraka za Mungu wa Israeli. Hallelujah. Amen. Listen to me. Tuko pamoja jameni. Nimekuambia hizo nilisikia na wanjoi wake wako ini. Tukiwa kwa igogona mahali Murang'a. Nilikutana na yeye huko. Yeye alikuwa amealikwa pia na hiyo familia. Unisikilize tu. Nataka nikusaidie roho yako. Watu wasio haki ni waovu sana. Watu ungodly people, Biblia Kiingereza inayoita ungodly. Ungodly ni mtu ambaye jambo lote la Mungu hawezi kuendana nalo. Kama ni kuvaa, atavaa kinyume na vile Mungu anasema. Kwa hivyo watu unaona wanavaa tu miniskirt, tunaenda tukivurutwa saa yote, usifikirie wanatoka mahali nyingine. Ukitembea na mtu anavaa nusu na kwambia yako kama ulikuwa na furu utaikatakata. Na hiyo ndio inasuia baraka. Ukitembea na watu ambao wanajua kuiba kwa kampuni,
atakufanya utaiba kwa kampuni na itaisha. Kesho yake mtafanya kazi wapi? Ukitembea na watu ambao si waaminifu kwa kazi zile wameajiriwa, bado unaanza kukua wewe si mwaminifu. You must be very careful. Ujichunge. Kuna ili unaweza ukaambiwa na kuna ili ya mwenyewe ujisuie. Hata hiyo director ndiye aliniona. Unaona sasa? Yes. Ukiingia kazini tulia, kuwa mnyenyekevu, si kiberebere. Aliniambia mambo mangapi? Unaweza ukawa na nyota mzuri sana. Mzuri sana kama Yusufu. Yusufu anapigwa mpaka na ndugu zake. Ameuzwa mpaka kumeshundua ushuhuda ya uongo ya kwamba amekufa. Na mbuzi imechinjwa, damu ikawekwa kwa kanzu yake na ikarudishwa. Ikapelekwa kwa baba yake, wakaomboleza. Baba akausunika. Inaweza kuilifanyika hivyo. Lakini kama uko katika position yako na Mungu ya kwamba utembei na wasio haki, mbingu utaenda na utakuwa umebarikiwa hapa duniani. Amen. Yusufu akatembea. Listen to me very careful, maana hiyo ni mambo ya muhimu sana. Yusufu aliposhikwa akapelekwa kwa nyumba ya mfalme, akakaa mahali pale, alijisuia na kiburi, akajisuia na tamaa. Hakutamani vitu ya nyumba ya mfalme zingine. Alikaa tu ametunza nyota yake katika kukaa kwa haki. Mke wake akaja akamwambia, you are very best friend, wewe ni smart, oh sweet daddy, sweet whatever. Akaitwa majina yote matamu matamu. Alimwambia uko na mizuri kuliko mume wangu. Kwa sawa sawa. Kuja. Maandiko yanasema kijana akatoroka. Akajitenga na watu wasio. Maandiko yanasema akachukua nguo yake akasema ni yeye libaki lakini Mungu anitetee. Amen. My friend, let me tell you something. Wacha wabaki wakiongea vile walivyoongelelea Yusufu, lakini mbingu ikuongelelea kwa niaba yako. Amen. Hujasikia vile nimesema? Amen. Mbingu ikuongelelea kwa niaba yako. Are we together? Yes. Wokovu hatukusaliwa nao. Wokovu tunakuja tunaupata maana tumekuja dunia ya dhambi. Shetani alitupwa haja angaisha watu. Naye Yesu alikuja na akamshinda shetani ili tuweze kuingia usimani, lakini uamuzi tunapewa wakati tumekuja tukajijua. Are we together? Amen. Sasa ni wewe utaamua usitaenda na njia wasio haki. Yusufu alipojiamulia hata akiwa jela, bado ana Mungu wake. Na kuna watu wanaweza toka kifungoni sababu yake. Amen. Maana wanaota ndoto, Yusufu anatafsiri. Amen. Na inakuwa. Ndio Mungu amwezesha zaidi. Anatumana signal kwa mfalme. Akaota ndoto na akatengeneza kiangazi ya miaka ngapi? 7. Miaka ngapi? 7. Miaka ngapi? 7. 7 years. Na kumotesha mambo mengi ambayo mnaota ya githeri, ndoma, maragwe, unaota ukilima, unaota ukibeba puta, ukifagia barabara. Aliota tu akaona ng'ombe 7 zimekonda na zingine 7 zimenona. That's all. Akaona shairi ya ngano. Hiyo ikaishia hapo. Mambo yake ikuwa mengi, akaja sasa ikatafutwa Yusufu. Ng'ombe 7 miaka 7 ya kiangazi, miaka 7 nyingine imenona ya chakula tele. Sasa tutaanzia wapi? Wewe ndio umepewa ujuzi wa kujua. Basi wewe ndio utakusanya chakula tele, ndio hapo ndio Mungu sasa anatengeneza njia. Sababu mtu huyu hata kama ako kwa jela, hata kama uko umewekwa kwa kifungo cha aina gani, wewe bado ni mbarikiwa kwa jina la Baba Mungu isiye milele. Amen. Kile nataka tu uelewe, be separated always na ile kundi ya wasio haki. Watu wa msheneneko huko wamejaa nje, nimekuambia. Wamejaa. Wanaangalia gari za wengine wanasema hiki ni kirago lile gari onake. Ni kirago lile gari. Aya tukwisi ni kirago badhuti. Kena duti to ya gai. Ndio ndiko kirago tabeza. Kana kina kikira kama masuga mami. Awaonagi Mungu. Niguo makoragwo maana. Urosemani nao. Na ujue Mungu hawezi waangamiza njua na ngojea roho zao zibadilike. Kwa bila ningelipenda uelewe, Mungu afurahi kifo cha mwenye dhambi, anangoja abadilishe mwenendo yake, ambariki siku ile ataondoka duniani ingie usimani. Amen. Hallelujah. Amen. Are we together? Sasa jukumu ni lako wewe unayenisikiliza. Kitu cha kwanza, obstacle number 1 ni watu wasio haki. Wamejaa duniani. Kwanza kwa makanisa ya wokovu. Hao wanatoa wengine. Si watu wote wamefunga kitambaa kama sisi wanaogopa Mungu. Kuna mtu amevaa nguo ndefu na amefunga kitambaa lakini usherati ni namba 1. Alo? Kuna mtu amefunga kitambaa na ako karibu mrefu lakini usinzi wa mdomo maneno yake huwezi yatamani.
akianza kuyatoa. Kuna mtu amefunga kitambaa, ako nguo ndefu, yeye anaenda kanisa ya kiroho kama sisi hivyo, lakini roho yake ni chafu kuliko ya Kaini. Huduma yeyote nzuri ya kubariki watu, yeye ndiye anakuanga CEO wa kuishikia angani ya kipinga, bila wengine hawatabarikiwa mbele yake. Haleluya. Amen. Watu wasio haki. Na mimi Mungu akinisaidia nikajua moja katikati yetu hapa. Hapo utakula ngoo. Maana hii si kitu ya kuamuliwa, ni kitu uamue. Ainuliwe Mesia. Amen. Ni kitu uamue, uachane nazo. Vitu zingine ni wao uamue. Unisikiliza kwa makini. Obstacle number 1 nimekwambia ni watu wasio haki. Wanakaa kama wako na Mungu lakini hawana Mungu. Ndio Paulo anamwonya Timotheo, anamwambia jichunge na watu hao. Kweli hapo anamuonya. Anamwambia jichunge na kizazi za hao watu wako hapa mbele. Wanakaa kama wako na utaua lakini hawana utaua. Ni watu wasiopenda wakwao. Ni watu wanapenda pesa sana. Yaani kwa njia nyingine mkienda kufanya ndilo, watu wasio haki my friend. Watu wasio haki. Ni broka wangapi leo wamesimama na jinsi ambayo iliyo ya uaminifu? Sababu ya urongo. Unapewa property kama ile ya mtu, anakupatia gari lake mzuri sana ukamuuzia mambero demi yake. Unaenda unatafuta broka wengine. Broka wale wote ilikuwa ya 2.5 ama 5 million ama 10 million. Tuseme for example property ni ya 10 million. Anaiweka 15 million. Broka hii nyingine inaweka 18. Hiyo broka nyingine inaweka 20. Hiyo property inasama hapo. Sababu haina ukweli wowote. Ndio unaona hata hawabariki, broka wote ni waongo. Hawa unaona broka wengi ni mikora tu ya uongo. Halo, sio ni biashara? Wanasema ni biashara, kile utapata juu ni chako. Si utosheke na hiyo 3% my friend. Ununue plot yako uiteidie ama kule Juja ama ile nyingine, na wewe uanze kufuga mbuzi zako pale, uanze ukubarikiwa kwako na wewe mahali pale. Haleluya. Kuliko kutaka milioni 10 ati ununue gari kubwa kuliko mwenye property. Na iwezekani. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Watu wasio haki. Halo? Hello. Mbiro zote zinafanyika na watu wasio haki ni mbaya. Nilijipata siku moja mikononi mwa CID, I said that. CID. Si kwa sababu nilifanya dhambi nyingine, nilishikana na mtu asiye haki. Anauza property na amekuja ni mshirika. Mimi sikuuliza Mungu na sikushindania. Haraka nimeona ni mjane nimsaidie leo. Hata ukaje ukiwa kiwetu unatembea na Mungu hakuna. Lazima niulize Mungu kwanza, uwete wako ni wa kuhitaji msaada, maana mbinguni pia si viwete wote watakubalika sababu walikuwa viwete. God is not God of sympathy. Ni Mungu wa haki. Mungu wa haki. Bwana sifiwe. Amen. Are we together? Yes. Tuko pamoja jameni? Mungu hata kuhurumia sababu ulikuwa kiwete, eti sababu ulikuwa mjane, eti sababu ulikuwa yatima. Mungu atafanya haki yake kwa sababu ulisikiliza na ukatenda vile alitaka. That's why anasema I'm the father of the fatherless. Yes. Hello? Yes. Am I talking to somebody? Sijui kama na ameinua jina lake kuliko mambo yote. Yes. Mimi ni baba wa yatima. Hawa hawana baba. Sasa utaenda kwa kufanya wizi na ukora na uovu, ukisema eti mimi sina baba wa kunisaidia na anasema yeye ni baba. Muite atakupea msaada. Amen. Halo? Kuna vijana ninaona wanaimba, siku moja nilikutana na wao kwa gari nikihubiri, siku moja nilipohubiri kwa gari. Akianza kuimba huyo kijana nilikutana naye Kenya mpya. Deka. Huyo kijana anaitwa Njogona. Jim Dennis Njogona. Anaitwa Sokora sana Nairobi, ni yule marasi eti, Mareka. Huyo kijana namjua, si eti simjui. Kuna siku aliniomba nafasi nikiwa na hubiri auze CD, nikamwambia sawa. Maana ni sokora ya ukweli. Si kwamba wako masokorana mikora. Sasa yeye amegeukia Mungu. Sasa labda apotelea hapa, akipotelea hapa amejua kweli ni yeye ndiye anamweka huru. Bwana sifiwe. Amen. Are we together? Mbinguni hakuna sympathy. Baraka za Mungu zitaingia kwa watu ambao walio na kutembea na kujiseparate, wanajitenga. Nilisaidia ule mama document. Ora basani ni simu nitafuta nayo ikawekwa kwanza pesa. Si ndio washikaji watu na hizo vitu mnafikiria. Atakudraki hata na pesa mzuri. Na kuna flying squad wa Kenya huwa mikora mikubwa pasipo hata kumuonya mara ya kwanza na ya pili. Msifikirie mambo hufanyika tu hivyo. Mara 4. Hata wengine upewa pesa mzuri sana na hao askari. Na anaambiwa aenda anzisha kazi mzuri. Kama uende kwenu. Na uende kwenu, fanya kazi mzuri. Ili ambayo itasaidia maisha yako. Roho yako usipofanya hivyo nikikupata nitakumaliza. Amen.
Ni wengi sana hata wale wameokoka hiyo area wanasundianga waliwaipewa. Alo. Mimi nilitumia pesa. Nikaziona nikasema thank you very much, sikuwa na maziwa. Lakini kwanza kabla sijanunua maziwa wacha nipige simu nirudishe pesa ya wenyewe, maana sitaki kukula kitu ambaye si ya haki. Nikapiga simu. Akakata, akapiga mwenyewe. Injinia aliponipigia akaniambia nilikuwa natumia mtu mwingine ya kafe hapo, wewe enda ukunywe kachai. Nikamwambia haki, Mungu akubariki sana, nimetoka maombi. Hiyo tu nilitamka. Nilimfanya akawithdraw kesi yangu. Nilikuwa fasting mimi akinitulia hivyo. Kwa hivyo mimi nilikuwa nimetenda haki, ule nilikuwa nasaidia, akifikiria atatumika haribu ministry ndani yangu, akajipata mwenyewe ndiye analibika. Amen. Are we together? Amen. Tuko pamoja jameni? Amen. Unisikilize. Maana nilipeleka kwa CND, I stayed with them 9 days. Kama hujui kufungwa ni nini na kuhangaika ni kuhangaishwa ni nini, usidhubutu kujigiza kwa watu wasio haki. Amen. Amen. Chunguza sana na ujue sana. Sheria ya Kenya inasema ya kwamba ukisainia mtu lazima uwe unajua. Sasa pale utainua mkono useme I did it without my knowledge. Sawa? Without your knowledge. Kwa nini ulisaini kitu ambayo hukuelewa? Hapo ndipo utajua ya kwamba koti itakusamehe, itakufunga ile kifungo ambayo umeplead nayo tu kuhurumia. Amen. Amen. Atinashukuru Mungu, kesi yangu iliisha. Wale wakaomba msamaha kwa mambo yale walikuwa wametenda na Mungu akanisaidia. Na kwa rehema na neema zake Mungu alisimama. Lakini Mungu alipigana na wale ambao wanaopigana na kazi yake ndani yangu. Naongea na roho yako tu nikwambie hivi. Utire moisina ke? Musodhereria. Atina nao. Na musodhereria. Hakuna mwizi na mshuhuda wa kusema nilikuwa naona akichukua. Wote wanahesabia kwa kitu moja. Na hiyo ndio sheria ya Kenya inajua pia. Na hata kwa mbingu inajua hivyo. Hata maandiko nasema. Yes. Hallelujah. Sasa usikae na hawa waovu. Kuna watu kazini kazi yao ni kuharibu kazi. Mimi nimeajiriwa kampuni moja. Mtu mmoja ndiye mkubwa pale. Wakati huo niko supervisor. Anaongea na supervisor wote, anawaambia bila wataiba kampuni. Na wanajua kufeed mitandao, kompyuta vitu hakuna. Vitu tumelipa wakulima pesa hakuna. Kampuni ikisha feed hivyo, all of a sudden isemekane kuna product imeingia ya wakulima inahitaji ilipwe. Hiyo pesa ikianza kutumwa kwa account wao na operate hiyo. My friend, zilipotea 9 million. Yenye tulifanya kezi. Na kazi kasimama kwanza. Walipopata pande yetu hatuko Ngeroti, tukaambiwa sasa turudi kazini, mimi nikakataa nikaenda kuhubiri. Hello. Na kabla sijaenda kuhubiri nikatafuta kazi nyingine kwanza. Nikaamua hata kama nitafanya washman nikafanya washman. Bora nilipe nyumba na niweze kujipanga kimaisha, sasa nikahubiri. Hello. Bwana Yesu apewe sifa. Ukikaa na watu wasio haki utafanya vitu mbaya sana. Hizi corruption unaona zinafanywa na watu, afanyi mmoja. Hata hao unasikia wakisema eti deputy president aliiba akapora, wote ni ndani. Wanajua. Kama sivyo si mtu asimame na evidence zake aende. Astaki pale naonyeshe mwenye kupewa pesa, mwenye alidhindurua pesa, mwenye alilipa, transaction zisiko. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Hakuna kitu alifanya peke yake. So ni vile tu wanajawa mapepe ya kuharibiana majina huko mbele. Unaharibu jina ule mwingine because wewe si waraini yako, kuna mahali ya mpelekani. Ama yeye ajui yako. Yes. Ajui ile. Nanda akijua yeye hataki hizo vita unataka mpigane. Hallelujah. Amen. Are we together jameni? Yes. Tuko pamoja. Mtu asiye haki ni mbaya sana. Ukikaa naye hakuna baraka. Ndio maana watu wasio haki ndio wanaondoa amani hata kwa taifa. Wanachafua na maneno maovu. Maana watachochea na maneno maovu. Watu wasio haki, unapokaa na wao hakuna baraka. Mvua inakosekana. Amani inakosekana kwa mashule. Sababu hata viongozi wasio haki hawapendi haki ya mjane, haki ya shule. Pesa inatolewa ya COVID-19 wanakula. Pesa inatolewa ya ukimwi wanakula. Kuna haki iko hapo? Pesa inatolewa ya kusaidia yatima, watu wasiojiweza, CDF wanakula. All of a sudden nchi inakosa amani sababu ya wasio haki. Hello.
Sasa be separated. Once unafanya kazi kwa ofisi yoyote ile, don't concede with their plan. Plan zile wako nazo usikubaliane nazo, zisio haki. Fuata haki ya Mungu, kula mia yako moja, uende nyumbani kiamani, kuliko kukula 10,000 zenye unaweka gari mafuta 3,000, lakini hiyo gari yako bando sila mangaiko uko nazo kwa nyumba yako ni mingi kuliko ule mtu mlikuwa na mnakula naye kwa haki. Amen. Hallelujah. Amen. Are we together? Yes. Mtu wa kwanza kusuia baraka nimekuambia ni mtu asiye haki. Na anaweza kuwa ndugu yako, mama yako, ama jirani yako, ama mfanyikazi mwenzako. Mfanyikazi mwenzako. Hallelujah. Anaweza akawa mwanabiashara mwenzako akakwambia hizi ndilo tunaingiliaga hii mlango ya nyuma, tusilipe taxi. Na unaingia kwa mlango hiyo tu. Na Mungu hataki hiyo. Unakutana na wale. Sio kila mlango uko open iko safe. Sio kila. Ingine iko na electric shock. Utagongo utajua ujui na ujui. Sio kila mlango iko open iko safe. Hello? Iko safe kwa wale walishaingia kwa hiyo dunia. Lakini wewe kwako kama hujaingia, wacha kujiingiza kwa hiyo. Hallelujah. Amen. Are we together? Mtu asiye haki. Ukikaa na yeye kama alitoa mimba, atakwambia hata ukitoa hakuna shinda. Maana yeye haogopi chochote. They are ungodly people. Ukikaa naye kama anapiga bwana yake, kuna dada moja aliniambia kuua mwanaume si rahisi, si ngumu. Inakuanga pilo tu, unawekelea hapa akiwa amelala, anakosa breathing. Hata siendie wakasunguza hiyo kifo hata ijua. Huyo dada alikuwa wa bangi, alikuwa anacheza ground floor peke yake kwa bar. Akaja akaokoka. Akaniambia yeye kama ni kuua ameua na kama ni kutenda uovu ametenda. Kuna vitu hapo ifanya. Ni Mungu tu amemuokoa. Nani huyu ukimpatia hapa kazi ya kufanya pressure up ile vitu utaona hapa sana kazi utajuta mimi. Saizi aliokoka, saizi hana mambo mengi. Lakini alisema kuua si ngumu sana. Ni unalala, anaweka pill hapa. Unakosa kumbrithi. Anakukalia. Ziata ikunja tu vizuri ikae hapo. Si umeenda ukalewa. Utapinduka. Utapinduka. Hautapinduka. Na hata kama hujalewa akiamua ni wewe, anaikalia akiwa hapa. Sasa kitambo hilo ulikuwa umelala, umekosa oxygen. So ukijaribu kurusha mikono mpigane na hiyo jotoe, bado umeshikwa shingo na mikalia. Utakufa kifo yenye ambacho haitaprobiwa ya kwamba ulinyongwa na mtu. Amen. Sababu ni mtu asiye haki. Ukikaa na mtu muovu atakuadvise vitu mbaya sana. Wapendo. Itege na wao. Hello? Ndio wito nani? Mbarikiwa. Blessed are the man who does not walk in the counsel of the ungodly people. Tuendelee. Yes. What na ya pili? Ya pili soma. Wala hakusimama katika njia ya wakosaji. Wala hakusimama katika njia ya wakosaji. Hapo tu kwanza. Mkosaji ni mtu tofauti na mtu asiye haki. A sinner person. Huyo ni mtu amejiamulia kutenda dhambi. Iya kunasema aje kwa Kiingereza? Noah sits in the seat of scornful. No. Noah stands in the path of sinners. Sinners. Asimami usimusi. Kubarikiwa ni mtu yule asiyesimama kwa njia ya watu wenye dhambi. Yaani kwa njia nyingine, unajua wa watu kazi yao ni mushene. Usisimame kwa njia yao. Hata uende kabisa. Hata mimi unajua kwa njia nyingine hao watu ni mikora. Usisimame kwa njia yao. Kwa njia nyingine, jua hao watu wanakuwa ni wengine wakiwaambia nitawatafutia kazi, usiende ushirika na wao. kweli. Hallelujah. Amen. Are we together? Sinners. Ukienda kwa njia ya washarati, watakupeleka kwa usharati wakikwambia iko sawa. Na ndio wanakulia na ndio nalipa nyumba. Hello?
Sasa hapo baraka yako imeondolewa. Kweli. Utakuwa unatembea katika njia ya watu waliolaaniwa. Niko part 1 ya obstacles. Zile zinazuia. The obstacles that are ile zinazuia baraka zako. Obstruct. Ama. Yeah. Obstacles of your blessings. Vizuizi vya baraka zako. Mmoja wapo ni mtu asiye haki. Wa pili nimekuambia ni mtu mwenye dhambi. Wenye dhambi Yesu alipokuja wao ndio walimkaribia, si yeye alienda kuwatafuta. Injili ya Yesu alipokuja alikuwa anapanda mahali anaenda kufundisha, akianza kufundisha wanamfuata. Hakuwa anakaa na wao kama hawajamtafuta. For example, kuna mtu mmoja anaitwa Zakayo. Zakayo ni mtoza ushuru, si mtu wa haki. Number 2 ni mnyang'anyi. Are we together? Amen. Si mtu wa haki na ni mnyang'anyi. Let's continue. Tuko pamoja? Listen. Zakayo na Yesu nani alisema anataka kuona mwingine? Zakayo ndiye alisema anataka kuona nani? Yesu. Na alipoenda akapanda kwa mkuyu, hapo ndipo Yesu alikaribia katika ushirika wa kwake. So Yesu hakujisukuma kwa watu wenye dhambi kama hawajamtafuta. Na hata wale wajisukumi kwao. Ni wao wanakuja wanasema nataka wokovu. Watoke wakuje. Alikuja kama sadaka, lakini hakuna mahali popote amelazimishwa kuingia kirazima. Kama ingekuwa kirazima hatungehubiria watu wakaokoke. Waamuzi ungekuwa kwa watu, maana angewaamulia wenyewe. Halo? Angewaamulia kuhusu kuokoka wenyewe. Lakini kwanza uhubiriwe mtu asikie neno, amini ndani ya moyo, akiri kwa kinywa chake. Hiyo ni kazi ya mtu. Ili sasa akatubu dhambi na makosa yake. Sasa Yesu ampokee, ampeleke katika chumba cha utakazo. Amsamee, ambalishe mavazi ya wokovu, sasa ampeane kwa Roho Mtakatifu akafunze njia za Mungu. Halo? Amen. Tuko pamoja jamani? Amen. You know, kuna area tunapotea. Obstacle ya baraka nimekwambia wasio haki, wenye dhambi. Usherati. Ukikana watu wa usherati watakuunganisha hiyo tu, utafanya hiyo tu. Mimi kutoka ujana wangu wote nilizuia na vijana sababu rikadogo wakati wa teenager miaka 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28 hiyo lika inakuwaga moto wa kuotea mbali. Na hapo ndipo tulikuwa tunahubiriwa sana, tunaambiwa wokovu wa vijana ni kama moto wa majani imekauka. Ile majani ya ndizi. Ndio. Magani ya roho sho. Eti wanaokokaga asubuhi jioni ikifika wamefanya nini? Imeungua. Mimi niliwaambia yangu si hiyo na nilikataa nikasimama na Mungu until the time yangu na Mungu. Amen. Hallelujah. Sababu mimi nami ndio niweze kuisuia, nilizuia mikutano. Mimi area yetu kuna watu hata walijui sana ile kunisoea. Na wale wananijuia kunisoea walinipata kanisani. Na kama kuna mtu mmoja unipigia simu sana hata kishagi nyumbani, ni pastor wa kanisa la Redeemed. Na kanisa ya Kiroho mahali ambapo nilisoma. Hao ndio tumana salamu na mama yangu mahali alisoma kanisa ya Kiroho. Hallelujah. Amen. So mimi sikuonekana tu hivi eti kwamba utanipata hapa na pale. No. Sababu niliogopa. Na kwa sababu ya kujizuia kwangu, leo hii area yetu watu wengi wamekufa, vijana ndogo, wale tulisoma na wao wako mchangani. Hata wale tulitairiwa na wao wako mchangani wengi sana. Ni percent kubwa sana imebaki. Ndogo. Hata wachichana. I remember kuna mchichana alikufanga kitambo hata tukimaliza shule tu hivi. Magonjwa tu sababu ya kupenda usherati. Alilala akarara mpaka na walimu. Na waogopi. Unajua kuna mambo mengine mengi sana imefunikwa huko, wacha hii mnaonaga kwa news. Kabla hajakuja kwa news hiyo siku inakuwa imefanyika kwa wengine watu kama 100. Haijaletwa kwa news. Amen. Hallelujah. Sababu uovu wa shetani unaendelezwa na dhambi zinaendelezwa. Sasa jitenge na watu wenye dhambi. Unapoona vijana wanatenda uovu, tenganisha mtoto wako na vijana wawizi. Vijana likandogo leo hii likandogo class 5 6 inajua kuiba mzuri. Usipoweka simu mzuri wanapita nayo. Usipoweka pesa yako mzuri wanapita nayo. Wakija wakute kitu karibu na wewe wanapita nayo. Hizi grupu mbaya unaona zinatengenezwa za vijana wabaya, ngani mbaya.
Inaanzia lika ndogo ya primary. I remember kuna kijana mmoja tulipeleka polisi na kajichana hapa Kayole. Walikuwa wameingia Gaza. Tuko fasting, tuko kwa maombi. Mama mchichana ule mama Njoki nakumbuka. Kakona kijana ako class ilikuwa class 6. Alikuwa 8 na huyu mwingine wote walikuwa 8 wote wawili. Lakini waliingia kitambo, waliingia wakiwa 6. Sasa wakaende sana hivyo. Sasa ikaanza kushika moto, mchichana akawa ndiye atakuanza kuwa kutumiwa ili kusudi apeleke mission fulani, apeleke information fulani. Ndio unaona CID na Francisco ndio akianza kuua hata wao vijana peke yake wanaua mchana kijana. Because wanajua siku hizi hata bunduki zinabeba na wasichana. Kwa hiyo nini? Anaficha tu hapo, wanajua. Wanaweza wapewe sifa. Tuko pamoja jameni. Ukusikia yule mwingine wa Korogoso alikuwa anabeba yake na mfuko ya diaper ya mtoto. Wao unafikiria ni mtoto tu ndio akona mtoto na akona mkoba ya mtoto ya diaper. Haleluya. Wao unafikiria ni ya diaper. Mimi nimebeba bunduki nimebebea wenye kwenda kuiba. Waliuliwa pamoja wote. Na nashukuru Mungu sababu kama kuna mtu anaweza akaelewa utasaidia watoto wako kufanyika kitu kesho. Because msherana mkundua kunduka kwa tabu. Kuna vijana wamependa games za mpira sana. Akiingia kwa hiyo mpira unafikiria ni mpira ameenda kuosha. Hiyo ni secondary. Hapo ni secondary, primary ametoka. Akitoka hapo utamsikia amemaster degree ya wizi. Kwa hiyo mpira anaenda kuosha. Sababu wenye kuiba wako hapo tu. Kwa hiyo ka group. Hello. Are we together? Yes. Ujitenge. Baraka zinasuiwa na hawa watu. Hakuna siku utakutana na shetani ya kuambia mimi ni shetani nimekuja. Shetani ni maroho. Zinaingia ndani ya watu zinawatumia. Kuzuia walio ndani ya Mungu na wao asifanyike vile Mungu anataka. That's why nakunenea wewe na wewe ufanyike vile Mungu anataka katika hali ya kumpinga ule. Are we together? Yes. Part 1 ya hii wakosaji sinners. Sinners ni kisingiti. Ukisikia mtu wa matusi saa yote ondoka laini yake. Ukiona mtu wa madharau toka katika laini yake. Unapoona mtu ambaye kazi yake ni kwenda kuchukua wake wa wenyewe, jiondoe kwa laini yake. Ama wanaume wa wenyewe, jiondoe kwa laini yake. Failure to that utafanya hiyo anafanya. Maana atakuambukisha hiyo. Simama miguuni pako. Hallelujah. Amen. Are we together? Yes. Ulimwengu wa roho wako hapo wanakuiba. Wanachukua chako kwa jinsi hii. Maana dunia inajua umekuja ubarikiwe na Mungu wako atukuzwe. Sasa hawataki kuona hiyo. Ndio maana dunia imeandaa hawa wakosaji inawatumia. Inawaleta kanisani. Wakija wanalala na pastor. Wakija wanachukua wazee wa kanisa. Wakija wanachukua waimbaji wale wazuri kanisani. The sinners wanasuia baraka za hiyo ministry. Wanasuia baraka zinakatika za hao watu. Hallelujah. Amen. Are we together? Tuko pamoja? Tuko pamoja jameni? Yes. Ya 3. Wala hakuketi barazani pa wenye mizaha. Mizaha. Itheroni meia. Itheroni meia. Na kama kuna kizazi kiko kwa hatari, ni hiki tuko nacho, maana kinatumia idheru ikisema ni talanta. Ni kipawa. Hata kukejeli neno la Mungu. Kukejeli tu idheru ni meia. Ukikaa na hao watu hakuna baraka uko na eti papa ni jasero niweze kushinda Shetani. Papa ni jasero niweze kushinda Shetani. Na ni mzaha. Unafikiri mambo ya roho ya Mungu alikuwa kwa hapo sasa mkuja kuact na yeye? He has never acted, and I want you to know this is secret. And devil has never made a mistake to do any comedy in his life. Whatever he does, it means business. Come on. Yes. Shetani kile anafanyaga na minishaga biashara ya kumaliza huyo mtu. Ndio. The same case to God our Father. Whatever God does, it means business. Now katikati mkikutana hapa, it depends with your decision. Come on. Yes. Amen. Hello? Hello. Hapa katikati inakutegemea wewe kufanya uamuzi. Because uamuzi wako ndio utafanya. Either uende upande wa shetani ukafanya serious business ya comedy or serious business ya utakatifu wa Mungu.
Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Are we together? Yes. Devil does not play games. It's a comedy. Ananga hiyo. Shetani ana kitu hii ingine mnaita nini? Hii mnaita comedy, ile ridiculous. 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 Kujifananisha. Yeye ni kuua mara moja. Kujifananisha. Hakuna. Hii ambayo unasikia wahubiri mmoja anakuwa kwa kuonena kama pastor, mwingine si pastor. Hi, my friend. Kana kitu kamekuja kanaitwa talk talk. Talk talk hii inakuja. Imeharibu wengi sana kwa akili. Maana takataka zote zinawekwa pale. Dunia is very busy winning your mind, arresting your mind, taking over your mind. Kuiba. Taking over your mind. Kuharibu. Once they make you slave in your mind, they start controlling you. Kuiba. Hello? Akili zako. I remember 2020 when God was telling me tukienda kwa nyumba hata tusiakite TV, wakati corona imeingia tunaisima tu inakaa hivi. Ule alihakisha ikasomeka. Hapo ndio TV iliendea off. Nakumbuka last time ilikuwa mbili, moja ikachomekea the center. Kwangu kwenye kulia. Yangu silichomeka. Wako kwako ukawakisha ikaenda off. Ndugu yako ndiye alikuja. Ikachomeka. Ikaungua. Hapo ya 20 inch. Ni 20 ama ni ngapi ile kubwa? Yes. Hii ilifanya kabati yangu ikakatwa. Hii ingine sijui walifanya nini. Mimi ni Ikaletwa hii nyingine. Siziko mbili. Mimi nilikuwa na TV 3. Hiyo ingine mimi nikawaambia hii kitu mna watch hii. Ngoja mtaona matunda. Listen. Ikagongwa ikavunjika. Sasa inatekangwa hivi na kamawe. Ndio shikanishwe. Hana Lucy anacheka. Unaona basi? Hello. 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 Are we together? Mizaa. Wenye mizaa. Watamalizwa na Wenye mizaa. hai. Mizaa. Ukikaa na watu wa mizaa, baraka zako zinapotea. Unakufa kama Anania na Safira. Unajua wenye mizaa ndio ubeba roho ya wivu. Wenye mizaa ndio watu wanafiki. Wenye mizaa akikumaliza na kumalizaga kwa mizaa. Let me tell you something. Kulikuwa na mzungu mmoja alikuwa amezoea kuwatch movies. Hizi za shooting na bunduki. And you know in America they allowed kuweka bunduki kwa nyumba. Si kama hapa Kenya. Kenya akipewa si kama Kenya. Ukipewa mtakulala nyote mara moja. Inashindikana hata hii iko hapa Pokoti na whatever. Pokoti na Marakwet. Inasumbua serikali peke yake, ni nyinyi mkipewa huko kote. We. Kula mzee anawashi hapo na kijana yake. Wanakaa hapo wakiwash video hizi za movies za shooting. So one day kijana akaendea bunduki ya baba yake pistol. Akakuja naye ameficha vile wale wanaficha kwa movie. Akamwambia I can shoot you. Can I shoot you? I can. Daddy akamwambia no, you can't shoot me. Ah no. Kijana akamwambia alishia hapo. It was like that. And then it started kwamba kutangazwa kumeenda. Na baba yake ni kitu ni mizaa, si imeanzia kwa mizaa. Movies imecreate vitu vya mizaa mingi sana. Hao watoto unaona leo wanawash Afro DJ, Afro cinema, Afro whatever. Inakuja saa hii wananunuliwa bunduki za toys. Wanabeba. My friend, kuna wakati ungebeba toy wakati wa Moi. Ungebeba toy hata ya Mchina. Ungeshikwa naye, ungewekwa ndani kama mwizi wa kuwekelewa. Ya kwamba unafanya makosa, njoo unabeba kitu upasi kubeba. Ya kusingizia. Unajua ni kweli ni mbaya sababu au comes mtoto mdogo ataenda kubeba condom. Maana yake condom ni nini? Anaijua maana yake ni nini? Ama contraceptive whatever. Hizo zote. Mbona hii sasa imeruhusiwa? Kama ujui nimekuambia wana take mind arrest, wanaifanya utumwa, wanaiba mawazo yao imechukuliwa, hata wazazi wengi wameibiwa. Wachungaji, manabii, enda kwa station nyingi sana za wahubiri saa hii uangalie uone. Zile vitu wanaweka, katuni zile wanaweka. Ni katuni tu zinatawala mawazo ya watoto katika njia yenye ina umungu. Wenye mizaa. Hakuna creativity. Are we together? Idharuni beya. Na kama ujui, angalia kitabu cha Efeso 5 nimaliza nayo. Efeso 5. Kuanzia mstari wa 10 na kitu hapo. Hivi mstari wa 4, not 10 na kitu. 5:4. Nisikilize tu. Kuna kitu nataka uelewe. Mpendo.
Ai! Watu wenye mizaa ukikaa karibu na wao, baraka zako part 1 nakwambia zinaondolewa. This is the obstacles of your blessings. Part 1 nimekwambia mtu wa kwanza wa kisingiti za kwanza kwa part 1 ni watu wasio haki. Ya pili ni wakosaji, sinners. Utajitenga na wao. Pray for your brother ukiwa mbali na yeye. Kijokanisa na yeye saa yote uzazipata. Angalia ni wangapi leo wako jela sababu ya kuwekelewa makosa. Unachukua simu umeomba mtu mwingine hata ndugu yako na alikuwa ameiba. Ukitumia hiyo simu ikianza kuturakiwa my friend ndio utajua uko ndani. Unaingia ndani kitu haiko. Bwana sifiwe. Kuna watu wawili niliona wanasudia, two brothers wako committee. They didn't killed. Walisema wenyewe mbuzi iliibiwa, wao wakasimama wakasema tumeibiwa. Wakasaidia kushika mwizi. Mwizi akashikwa na mwovu, akapigwa akafa. Sasa wakaambiwa ni wao wameua, mjuni wao wameitania yeye. Sasa wale wakasema, walikuwa wanasema wao msimuue tumpeleke polisi. Wale wakasema wamesoea, ni kama soea wamesoea mikono kuiba hapa. Sasa hiyo kesi umekutana na watu ambaye ndevo nimekuambia afanyi katuni. Kama kuna mahali anakuindia kupata, akikupata tu ana mahali pale ana hiyo unacheza wewe. Akikupata tu kama alikuwa anataka ufanye usherati na kumekuwa usiku na mlango umefunga na kuambia utainua miguu na kichwa at the same time. Hello? Ukitafuta nini? Ukitafuta kukafanikisha hiyo usherati. Are we together? Hiyo siku kwanza uifanya ya macho, utafanya ile ya unakula kwa macho, au utafanya yote ya macho, ya mdomo, ya mapua, ya akili, kila kitu, takataka zote. Na that's ndio atajua ya kwamba amekuinga, amekumaliza. Don't give a devil any chance. Na shetani nimekuambia si maroho inatembea bila chombo. Nimewahi kufunza tena nikakwambia shetani ni maroho. Ukaa ndani ya kiumbe kilicho hai. Ile inaweza tumika kama ni ya majini, tumike kwa paka, panya ama manyoka. Inaweza wekwa na huko. Sasa hii ni kitu tofauti sana. Inaweza wekwa kwa mnyama. Maroho ya kusimu inatumika na kitu kinaweza kumove. Pia kwa Mungu, roho wa Mungu utumika katika chombo kinaweza kikafanya movement. Kinaweza kiko hai, kinaweza enda. Roho wa Mungu anatumika kwako ili kusudi ufikishe message. Are we together? Tuko pamoja jameni? Listen. Watu wenye mizaa, that's why mimi nakuanga serious. Nakuanga serious mimi nikikukanya na kukanyaga makosa nikiwa serious. Mimi sijui mizaa. Maana najuaga mizaa ni dhambi. Na nikinena hiyo nanenaga kama nimeipima nikaangalia. Na kwa Mungu naye anasema hivi, yeye upima na akaangalia. Hebu tuone kama kuna mahali Paulo anazungumza na kuhubiri mizaa ni dhambi. Kwa Efeso 5? Ine ngapi? Ephesians chapter 5 verse 4. Inasema hivi. Nianzie moja ama nianzie ine? Hata unaweza kuanzia hiyo moja. Waefeso 5, mlango wa 5, mstari wa kwanza. Hivi mfuateni Mungu kama watoto wanaopendwa. Mfuate Mungu kama watoto wanaopendwa. Mkaenende katika upendo. Mkaenende katika upendo kama Kristo naye alivyowapenda nyinyi. Yes. Tena akijitoa kwa ajili yenu. Yes. Sadaka na dhabihu kwa Mungu. Yes. Kuwa harufu ya manukato. 3. Lakini uasherati usitajwe kwenu. Uasherati usitajwe. Kwa njia nyingine wapende wanaokunywa pombe, lakini usiende kwa pombe mahali wanakunywa. Maana maandiko yanasema hautasimama katika njia ya wakosaji. Hautaenda katika njia ya wenye wasio haki. Haleluya. Amen. Unasikia leo mtu ni mwimbi vizuri, hako na nyimbo mzuri akishika microphone, yeye ndani mwake kunasikia kama roho atateremka. Mondo muradhime, usio muradhime na ngirumika. Mukaje gwiciria atiriri mundu uyu na ngai munene muno. Lakini nyimbo hizo wanaimba, unampata kwa kilabu akiimba, eti anasema amewaendea huko. Maandiko inasema msisimame katika njia ya wakosaji. Sababu wao kwa nini wasikuje kuimba yao kanisani? Kwa nini ndio na kwa nini wasilete yao? Hawajakuja kwenu. Wao nyinyi ndio mnaenda kwao. Upendo wako kuteke na wao, halafu waombe watolewe kule maana ulishatoka. Amen. Hallelujah. Amen. Are we together?
Yes. Wewe ni upendo wako ni watu, yani mjitoe kama Kristo alivyojitoa mkawapende. Yesu alipokuja huku hakuingia kwa wenye dhambi, wao ndio waliingia kwake kwanza. Usipoingia kwa Yesu kwanza, hawezi ingia kwako. Ni kweli. Come on. Are we together? Tuko pamoja jameni? Hello? Hello, tuendelee. Yes. Wala uchafu wowote wa kutamani kama iwastahilivyo watakatifu. Ine. Wala aibu, Yes. wala maneno ya upusi, wala ubishi, hayo hayampendezi, bali afadhali kushukuru. Maneno ya upusi. Si amekataa hapa, amesema irudie. Lakini uasherati usitajwe kwenu kamwe, wala uchafu wowote wa kutamani kama iwastahilivyo watakatifu. Yes. Inamaanisha hatustahili kuwa na mambo haya mawili. Yes. Uasherati ama uchafu. Tuendelee. Ine. Wala aibu, wala maneno ya upusi, wala ubishi. Ubishi ni mizaa. Hebu nisomee kwa Kiingereza. Ama yako inasema nini? Nasema hivyo. Ubishi. Haina yako inasema nini? Nasema neither filthiness nor foolish talking, nor jesting, which are not convenient, but rather giving of thanks. Afadhali msikuwe na maneno ya upusi wala ubishi. Unajua ubishi ni kubishana na mtu bila maneno ambayo hana msingi. Hello. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa Kiingereza inasema nini? Kiingereza inasema hivyo. Tu yangu ni King James kama hiyo yake. King James. Let's go there. Nisome ine. Neither filthiness, nor foolish talking, nor coarse jesting. Coarse jesting, if you go and Google that nini utafuta kwa dictionary. Hiyo ni line ya mizaa. Maneno isiyokuwa na msingi. Alo? Kama maneno ya kupotosha. Maneno hiyo na upotoshi. Upotovu. Are we together? Nisome tano. It's okay. I needed only those passages. Hatujamaliza hizo mpaka sita. Tano iko ndani. Twende. Maana neno ili mnalijua hakika ya kwamba hakuna muasherati wala mchafu wala mwenye tamaa ndiye muabudu sanamu aliye na urithi katika ufalme wa Kristo na Mungu. Inamaanisha ukiwa tunafanya hiyo maneno huko katika hauna Mungu. Eti hapo chini inasemekana mtu asiwadanganye. Mtu asiwadanganye kwa maneno yasiyo na maana. Kwa kuwa kwa sababu ya hayo hasira ya Mungu huwajia wanao uwazi. Basi msishiriki nao, kwa maana zamani nyinyi mlikuwa giza, bali mmekuwa nuru katika Bwana. Enendeni kama watoto wa nuru. Ukifanya nini? Kwa kuwa tunda la nuru ni katika wema wote na haki na kweli. Mkihakiki ni nini impendezayo Bwana. Wala msishirikiane na matendo yasiyozaa ya giza. Bali myakemee. Mfanye nini? Myakemee. Kwa kuwa yanayotendeka kwa siri ni aibu hata kuyanena. Lakini yoyote yaliyokemewa hudhihirishwa na nuru, maana kila kilichodhihirika ni nuru. Niendelee. Twende mpaka 16. Hivyo usema, amka,
wewe usinziaye, uvuke katika wafu, Yes. na Kristo atakuangaza. 15. Basi angalieni sana jinsi mnavyoenenda, si kama watu wasio na hekima, bali kama watu wenye hekima, mkiukomboa wakati, kama maana samani, kwa maana samani hizi ni za uovu. Zamani hizi ni za uovu. Kwa maana samani hizi ni za uovu. 17. Kwa sababu hiyo msio wajinga. Ati msiwa nini? Wajinga. Ati msiwa nini? Kwa sababu hiyo msiwa wajinga. Ni Biblia inasema msiwa wajinga. Usiposikiliza utakaa mjinga tu. Utakuwa mjinga hakika. Kwa sababu hiyo msiwa wajinga. Bali mfahamu ni nini yaliyo mapenzi ya Mungu. Mapenzi ya Mungu ni tujitenge na tukomboe muda. Si kusimama muda mrefu tu dakika 10, tumekuta watu wakiongea hapo barabarani, naona simama hapa kupiga story na wao. Usichukanise na story zile umekuta na watu. Komboa muda wako and go. Wacha mimi kuna kitu moja nilisoea hata wakati ninatembea matatu. Niendeke na shuka tu na naenda zangu sifuata. Unajua kuna watu town, ni ukishuka town unavutaka watu wamefuatana na klinika moja hivi, mimi siwezi kufuata. Mimi nakuwa mtu fani sana. Naondokea hiyo naenda na komboa muda wangu mahali naelekea. Unakatanga hivi mimi. Naondokea hizo mfuatano. Kuna watu wengi sana ni wajinga tu, hawajui mahali wanaelekea. Anaenda tu maana wanafuata ingine tu hivyo. There is a time tulifuata tu gari maana sinaenda tu zikiendaga. Tulikuwa mahali tumetoka. Unajua gari zinakuwa na desturi mbaya sana. Eti hapo gari ilipitia hapo ndio tunataka kupitia. Tukafuata kule mbele, kumbe kuna moja zimejakiwa na huko. Ndio moja ilipopata nafasi kachomoka ikatoka, ndio tukajua habari. Sasa kwanza kurudisha, utafuta nafasi, mnaingilia kwa mashamba ya wenyewe. Halo? Moja imejakiwa na huko mbele. Sasa kuna kitu moja nataka kuongea na wewe, sababu mkombee muda. Wacha kufuata tu watu. Wacha kuenda ukisimama tu mahali popote pale. Mizaa weka mbali sana. Watu wa mizaa ukikaa karibu na mambo ya ubishi na upusi. Waachane nayo. Ukisikia wakikwambia umechoka na injili, ni wao wamechoka nayo, wewe hujachoka. We know you are God. Unajua mahali Mungu wako anakutoa. Tumishi wa Mungu kuna wakati alikuwa ananiambia pale, Mungu wako nani? Watu wanasema, mbona watu wanasemaga hakuna Mungu? Watu wanakochaga tu Mungu akuje na kikapu ya pesa tu akuweke hapa ndio ujue ni Mungu. Mungu anakuja na njia nyingi sana. Njia ya kutoa shinda yako, kama ni watoto anaweza kuwachukua na wafungulie njia wasome bila wewe kupata stress. Kama ni jinsi ya kupata kazi, anaweza tumia Godfather yenye hujai kuwa nayo. Si lazima ukuwa na watu. Connection yako ni Mungu anajua ya kesho. Muangaisha mpaka amekishua ametenda vile Mungu anataka. So kinachohitajika ni nini? Jitenge. Ukisha jitenga utapata hata simu ikitumika tu. Nilitafuta simu yako nikaikosa, sasa ndio nimeipata. Muda mrefu hatujaionana. Hiyo kipindi yote Mungu alikupea nafasi ya kujitenga na wenye mizaa. Sasa wakati huo unataka muonane, kumbe ni wakati ambapo tu anataka kuelezea kazi yako mahali kwa sababu unajijua. Ukienda mahali pale wewe ushindane na story nyingi, maneno ya upusi na upishi, unaondokea unaenda kuangalia kama ni kazi. Kiingia unaingia kazini bila kubishana na wao. Haleluya. Usibishane maneno ya mizaa. Watu wa mizaa ni watu fani sana. Mizaa hii mnasema ni talanta. Tawamaliza wao. Tawamaliza. Mizaa. Mimi nachukia hiyo sana. Mimi wasipendi. Unajua ni kozi ya shetani inafundishwa mpaka kwa shule. Mshongoano. Ona eti wanakaa hapo kwa simu wakiona tu vitu vingine wanacheka ujinga. Ninaichukia mimi sana. Na utotoni unaambiwa mshongoane hapo. Mtoto anasimama hapa, anaambia mtoto mwingine, ule ni Kevin, huyu ni Ndano. Ndano anasimama hapa anaanza kusema, na baba yako anakuanga mweusi kuliko ngudia ya makaa. Watu wote wanacheka. Haya, huyo mwingine anamwambia, na wewe mama yako anakuanga mrefu ndiye anataka akiusia watu moto wako ndege. Sasa what is that? Wanakoshia huyo mtoto anakuwa akiwa ana discipline ya mzazi. Amen. Sababu ya creation ile ambaye creativity ya mind ya mizaa. Mimi kwangu akiongea na kikuanga blaya. Are we together? Shika mdomo. Tuko pamoja jameni. Sitaki mizaa ni mbaya. Na unajua nimekuambia ni kozi ni lesson moja yapo ya shule ya kwenda kuchongoana kwa shule. Ninakubaliwa tu ifanye hiyo kazi. They have no values. Whereby there is no value
Hata ina max yoyote kwa kila kwa. Haina adabu. Haina respect. Hata ina max kwa system ya masomo. Katika maadili ya wanadamu. Haina. Sisi hatukuwa na Katika maadili ya wanadamu haina nafasi yoyote ya kuongeza max yoyote. Kile inakuondolea ni baraka. Because the moment tumeshokuana eti baba yako ni mrefu anaendaga kiuza mtu wako wa ndege, baraka yako inaondoka. Sababu nyinyi watoto mtacheza hivyo. Uliza watoto wa Nuhu walibadiliwa aje? Mmoja aliona uchi akiwa mtoto. Akaenda kuambia wale wengine, kwani alikuwa na makosa ya kusema? Wale wengine wakasema hapana, si hataki kwenda kuona. Wakachukua nguo, wakaweka hapa, wakaenda. Wakaenda nyuma na hata wakaenda tu, wakafika karibu na baba yake. Wakaanguza nguo ikafunika uchi wake. Wakaondoka wakaenda. Sawa, hawakujua uchi wake. Tuko na kizazi kiovu. Maandiko yanasema mtembee mkiokoa muda mkijui kizazi ni kiovu sana. Muda ni mbaya. Mko na CBC na wafundisha mjue kuzaa mapema. Na watoto wanazaliwa aje mapema. Kwa hiyo hata tukiwa class 7, 8 bado tunaambiwa mtoto alinunuliwa kwa hospitali. Sasa hizi mkiwa class 4 unaanza kufundishwa. Amuone sheria mahali zinaenda zikibadilisha mambo ya sheria ya Mungu, ndio mwingie katika communication ya mapepo. kusimu. Mwingie kusimu na usinzi zaidi. Usiwie baraka ile ya Mungu. Ndio muondoke katika njia ya baraka, mkae katika njia ya walio laaniwa. Ombi langu ni sikiliza message itakusaidia. Nimenena na wewe ni part 1 ya obstacle of your blessings. Tukutane siku nyingine. Mungu akubariki. Shalom. Shalom. I wish you the best.